Kwa majina ninaitwa Musa Kimaro. Mimi ninafanya kazi na huduma ya Tanzania Fellowship of Evangelical Students kama kiongozi kwenye nafasi ya mkoa. Na mimi ni mwenyekiti wa huduma hii kwa hapa Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwamba leo tuko katika chuo hichi cha Lake Victoria Bible College tukiwaleta wanafunzi zaidi ya 300 katika tamasha la Pasaka ambalo linalenga kuwakusanya vijana kutoka vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu kwa lengo moja tu. Kwanza kukumbuka kuhusu kufufuka kwa Yesu Kristo, lakini ndani ya tukio hili kunakuwa na mafunzo mbalimbali ambayo yanalenga kuwajenga vijana katika imani, lakini katika safari yao ya masomo wanapokuwa vyuoni, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha masuala mazima ya ufuasi, masuala ya uongozi na masuala ya elimu kwa ujumla. Tunajaribu kuwasisitiza vijana na kutengeneza taifa ambalo mwisho wa siku utapata viongozi ambao wanaweza wakaiongoza nchi, wanaweza wakaongoza taasisi mbalimbali, lakini pia wanaweza kuwa watu wema kwenye jamii na kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii yetu. Na hili ni moja ya tukio kati ya matukio mengi ambayo yanaendelea kwenye nchi yetu. Tunakutana kwenye zaidi ya mikoa 12 kwa matamasha ya Pasaka kama haya, na kwa hiyo hapa tunapoongelea tuko Mwanza, lakini kwa Tanzania tayari mikoa zaidi ya 12 kuna matamasha kama haya ambayo yanaendelea, na kote tunawakusanya vijana, kwa maana ya kwamba ni zaidi ya vijana 2000 wanakusanyika kipindi hichi cha Pasaka, na lengo tu ni moja, kwa ajili ya mafunzo na kuwatengeneza vijana hawa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye, lakini pia kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Ninaitwa Beatrice Charles Goy, natokea Arusha na ni TAFES Associate katika mkoa wa Arusha, na pia niliwahi kuwa staff zamani wakati TAFES imeanzishwa. Nimekuja hapa kushiriki pamoja na vijana DTS ukanda huu wa Ziwa, na theme yetu imetoka katika Zaburi sura ya 8 mstari ule wa 4 ambao ni kama mshangao kwa mtunga Zaburi. Anashangaa vile ambavyo huyu mwanadamu ni mwanadamu wa aina gani mpaka Mungu anamwazia mambo makubwa namna hii, hasa ukilinganisha na uumbaji wa ajabu sana ambao Mungu ameufanya. Kwa hiyo tumekuwa hapa tukitafakari hilo, na tumekuwa tukipitia somo hilo vipengele kwa vipengele, kuona jinsi ambavyo mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu kwa kusudi, pamoja na kwamba dhambi iliingia ulimwenguni na kutaka kupotosha hilo, lakini bado kusudi la Mungu halijawahi kuharibiwa kumhusu mwanadamu. Dhambi ilikuja lakini haikuweza kuharibu ile image ya Mungu ndani ya mwanadamu. Kwa majina yangu naitwa Mariam Stanley Nandi, ni mratibu wa TAFES kanda ya Ziwa. Tuko mahali hapa tumekusanyika vijana wa vyuo tofauti tofauti. Kama kanda ya Ziwa tuna ratibu almost mikoa 3 ambayo ni Mwanza, Shinyanga and Geita. Kwa tuna jumla ya wanafunzi 300 ambao wamekusanyikana kwa ajili ya kongamano hili. Dhumuni kubwa la kongamano hili ni kuwafundisha vijana na kuwajenga, na tunavyojua sasa hivi maadili ya vijana, upande wa vijana kidogo yameharibika kidogo. So tuko hapa watu tofauti tofauti. Tunao watu ambao wamemaliza vyuo, so wamekuja hapa kuwafundisha wanafunzi na kuwajenga kwa namna ya kuwa sasa vijana bora ambao tunawatarajia wakienda huko kwenye jamii za kwao, kuwa vijana ambao tunawatazamia kuwa bora katika nafasi za kwao. Naitwa Bernard Faraja, ni mwanafunzi wa chuo cha Sauti, nasoma kozi ya mawasiliano ya umma na habari. Namshukuru Mungu kwa neema ambayo amenipa kushiriki kongamano hili la Pasaka. Kama tunavyofahamu kwamba ni wiki la Pasaka, tumekuwepo hapa katika chuo cha Lake Victoria Bible College tangu siku ya Alhamisi, Ijumaa tukaanza mafunzo, Jumamosi na leo Jumapili siku yetu ya mwisho, na tunakumbuka siku ya kufufuka kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo katika semina hii tumejifunza vitu mbalimbali sana ambavyo vimetujenga maisha yetu ya kiroho na zaidi sana kimwili. Kiroho, kitu ambacho nimejifunza ambacho nikitoka hapa nitakwenda kukitendea kazi sana ni swala la kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, kwa sababu
Wiki hii tumekuwa na semina ambayo siku zote tunaita discipleship training seminar kwa wanafunzi bora wa Yesu. Kwa hiyo na mwanafunzi bora ni yule anaenda kumfanya na mtu mwingine kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo nikitoka hapa nitakwenda kuanza kupractice na kufanyia mazoezi kuwafanya watu wengine kwa wanafunzi, hasa wanafunzi wenzangu kwa wanafunzi bora wa Yesu. Kwa jina naitwa Joyce Gaudens, ni mwanafunzi kutoka chuo cha Bugando, ni mwana TAFES, na ndani ya hiki kipindi tupo hapa kwa ajili ya DTS. DTS ni Discipleship Training Seminar. Kwenye hii semina huwa tunakutana kwa ajili ya kufundishana namna ya kuwa wanafunzi wa Yesu na namna ya kuwafanya watu wengine kuwa wanafunzi. Ni semina nzuri sana kwa maana tunakuwa na package tofauti mbalimbali kwa ajili ya kujengana kiroho na kimwili pia na kiakili. Kwa hiyo tumekuwepo hapa leo, ni siku yetu ya 4 tangu tumefika hapa. Mambo machache kati ya yale mengi niliyojifunza, nimejifunza asili yangu halisi, mimi ni nani, na pia nimejifunza kwamba mimi ni wa thamani sana mbele za Mungu, lakini pia asili yetu sio kwamba ilikuwa imepotezwa, ni kwamba ilikuwa imeharibiwa na Yesu akaja yeye mwenyewe ili kuirejeza. Na kwa nini alituona sisi ni wa thamani namna hiyo mpaka akaja kuirejeza? Alikuja kuirejeza kwa sababu ametuumba kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo alikuwa amekuja kurejeza ile sura na mfano wake ambao alikuwa ameuumba tangu mwanzo. Kwa hiyo hiko ni kitu ambacho mimi nimejifunza na nimekipenda sana, kwa sababu nimejua kwamba Mungu ananipenda zaidi ya vile nilivyokuwa ninajua, na kwa hiyo nikae mbali na dhambi, kwa sababu dhambi inatufanya tuwe mbali na yeye. Tumejifunza kwamba wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu tukifanya dhambi tunapungukiwa na utukufu wa Mungu, tukitaka hiyo asili ambayo amekuja kuirejeza iendelee kukaa ndani yetu, lazima tuwe watakatifu na tuendelee kuyatenda mapenzi ya kwake, tukae kabisa mbali na dhambi. Kwa dhambi ni adui mkubwa sana wa maisha ya kwetu. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tuwe watenda mema, tufanye yale ambayo yanampendeza Mungu kila siku ya maisha ya kwetu.